mkuu wa chama cha ODM anaitwa Edwin Sifuna hakuwa katika mkutano huu ambao ulikuwa Mombasa na utakuwa ukikamilika siku ya leo. Na hao ni viongozi wakiongozwa na Gladys Wanga wanazungumza na wanasema kwamba ODM ni moja na hakuna ODM nyingine. Naam, kwanza unajua nimewasikiza wale mawaziri wakizungumza. Jeff, katiba yetu inasema ukiangalia ile leadership and integrity. Inasema kwamba ukipewa nafasi kwa mfano uwe katika uongozi kama waziri, lazima utumie afisi ile kwa njia ambayo inaonyesha heshima kwa wananchi wote. Unajua ukiwa waziri, wewe ni waziri wa nchi nzima, na kuna watu ambao ni wa Kenya na si wanachama wa ODM, hawataki kuona mawaziri wao wakijiingiza katika ile wanaita partisan politics ama siasa ya kivyama. Kwa hivyo hawa ndugu zetu, na nilikuwepo katika mikutano mingi na wao pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga kabla hajatuacha. Na alikuwa anawapa huo ushauri, anawaambia kwanza mjue sasa kwamba nyinyi ni mawaziri. Inatakiwa ukiji project image yako uwe unajua kwamba kuna watu wa DCP, kuna watu wa Wiper, na wanatarajia kwamba usituonyeshe kila wakati kwamba wewe ni mwanachama wa chama hiki ama wewe ni official wa chama hiki. Uwe tu mfanyikazi wa Kenya wote ambao wanalipa kodi. Kwa hivyo hata wao kuwepo katika hii mikutano kiwazi jinsi ambavyo wanafanya mazungumzo ambayo nimesikiza wakisema inapelekea kwamba hamuonyeshi heshima kwa Wakenya, kwa sababu Wakenya wana mitazamo tofauti ya kisiasa. Jambo la pili, kumekuwa na migogoro ndani ya chama, na migogoro hiyo haijaanzishwa na Sifuna, imeanzishwa na sisi. Mkutano kama huo wa jana singeenda kwa sababu nimewapa hadithi kwamba kuna mikutano mingi ambayo wameandaa ya vyama. Wanataka kukualika pale, lakini wamepanga hila kwamba udhuriwe katika mikutano hiyo, upigwe, unapangiwa magenge ya majambazi. Kuna magenge ya majambazi yaliletwa pale Kilifi. Pale kulikuwa na mkutano wa kwanza. Muliwasikia kwa sababu waandishi wa habari walikuwa pale, vyombo vya habari vilinasa wakizungumza mambo fulani, wakamharas yule Mheshimiwa Billy Odhiambo kule Kilifi, kule Vipingo. Mkutano wa Mombasa vile vile ulifanyika, na kulikuwa na magenge ya vijana pale ambao wameletwa pale kwa sababu ya kuzua fujo, na mliona mambo ambayo yalifanyikia Mheshimiwa Osotsi. Haya maneno si maneno ya kuchukuliwa kimzaha. Unaweza kuumizwa katika hii mikutano kwa sababu hawa ndugu zetu hawako genuine katika mazungumzo yao. Nitawaambia kwamba hata kabla ya hii mikutano, unajua Mheshimiwa Mama Aida alikuwa ametuambia kwamba kabla tufanye hii mikutano official, kwa nini tusiketi tuweze kutatua zile tensions ambazo ziko kati yetu, yale masuala ambayo yameibuka. Lakini tunapofanya hiyo mkutano, tunafanya huo mkutano hata kabla mkutano wa Mombasa huo ambao walisoma ile taarifa kusema kwamba wameniondoa kama katibu mkuu. Kabla ya mkutano huo kulikuwa na mkutano mwingine kwenye boma la Mheshimiwa Bosire, na mimi nilidhania kwamba mambo fulani yameafikiwa ama tumesikizana. Na nikashtuka the next day wanasoma taarifa kama ile ambayo walisoma. Lakini Jeff, sitaenda sana kwa haya maneno kwa sababu unajua swala hili liko mahakamani, na kwanza leo ndio tunatarajia kwamba ile tribunal ya kutatua migogoro ya kisiasa itatoa uamuzi wake kuhusu masuala ambaye yanaendelea pale katika chama cha ODM. Lakini sisi hatuna ubaya na mtu yote, tunawatakia kila laheri. Swala zima ambalo linatuletea hii shida ama mgawanyiko ndani ya chama cha ODM ni hili swala la kumsupport Mheshimiwa William Ruto mwaka 2027. Hiyo ndio imeniletea hii shida yote. Nataka watu wa understand. Hiyo ndio imeniletea hiyo shida. Na ulipowasikiza baadhi ya mazungumzo yao, sasa wameanza kusema hatutazungumza kama mjamaliza mambo ya pesa, sijui mambo gani. Sasa hata kama wewe Jeff umefuatilia huo mjadala wote, mazungumzo na UDA yaliisha kitambo kwa sababu tayari mmesimama mmesema tutakuunga mkono. Kuna kitu kingine gani ya kuzungumza? Unanielewa? So hiyo ndio ilituletea shida, na sisi tuna sababu za kusema hatuwezi kumuunga William Ruto mkono, na inatokana na zile yale maadili yetu. Unajua baba alikuwa anatuambia hata mkitafuta coalition, mnatafuta coalition na watu ambao maadili zenu zinakaribiana, ili mkiingia katika serikali iwe rahisi kutekeleza yale mambo ambayo mnaamini ndani yake. Kwa mfano, hakuna siku chama cha ODM kikiwa mamlakani kinaweza kusupport mtu kupiga tear gas ndani ya kanisa. Haiwezekani bwana. Kwa sababu sisi ndio wenye kusema demokrasia inatupatia uhuru wa kuabudu, uhuru wa kukutana. Kwa nini mikutano ya watu itibuliwe na tear gas? Kwa nini mfuate watu mpaka kanisani? Mnapiga risasi kanisani? Haiwezekani. So
kama maadili yetu haifanani, itakuwa vigumu sisi kuingia katika serikali na kufanya mambo fulani. Chama cha ODM ndio chama cha kusupport uhuru na haki ya wananchi na kuheshimu zile haki za kibinadamu. Sasa ukiniambia mimi Sifuna nikae kwenye serikali ambayo inaweza kuingia kianjokoma, ichukue vijana ipige uwe, mimi maadili yangu haifanani na hiyo. Sisi ni watu ambao tunaogopa sana haya mambo ya kumwaga damu. Kwa hivyo tukasema lazima unionyeshe maadili yangu na maadili ya UDA inafanana namna gani, ili tuweze kutembea safari moja. Na ndugu zetu wale walinda ground wale hawana nafasi ya kutushawishi. Unajua siasa ni ushawishi. Huwezi kumlazimisha mtu ama kushurutisha mtu kuona pointi yako. Kaa na yeye aseme yake na wewe useme yako, unielezee maadili yangu na William Ruto yanafanana kwa njia gani. Na ndio kwa maana wanapanga haya magenge ya vijana kwa mikutano, kwa sababu tumewashinda debate. Tumewashinda. Hawawezi kukuelezea ni kitu gani kizuri kuna inafanana na kati ya ODM na UDA. Kwa hivyo imebaki ni fujo tu. Kwa sababu huwa anasema tumewashinda akili, tumewashinda debate, tumewanyang'anya DJ, Mungu wako upande wetu, wananchi wako upande wetu. So imebaki ni fujo tu. Wanasema huyu Sifuna ni kushikwa tu sasa apigwe. Unaona? Lakini ndio kwa maana nafurahia wananchi wanaposema sisi ndio Sifuna. Kwa sababu inamaanisha kwamba hata mimi nikiangushwa leo, kuna Sifuna wengine, mamilioni ya Sifuna ambao wanachukua safari na kuendelea pale. Kwa sababu kuna inchi ambayo watu wanataka. Jeff, unajua nikienda kule Mlima Kenya waliniambia hata usikuja hapa kusema mwadhani ya Gosho. Kwa sababu unatukumbusha mkora mwingine alikuja akiongea Kikuyu. Alikuwa anaongea Kikuyu na kuwatajia mabarabara za huko ndani, mpaka mnasema huyu jamani mtu wetu mmoja yetu. Wameniambia kuna lugha nyingine yenye kila mtu anaelewa. Hata kama Sifuna elewi Kikuyu. Hata kama Sifuna hajui Kikamba, hajui Kijaluo. Sifuna kuna lugha ambaye ukiongea kila mtu anaelewa. Inaitwa lugha ya haki, ukweli, fairness. Kwa sababu kila mtu anataka nafasi ya kuweza kujiendeleza, kuishi, kusukuma kazi yake, biashara yake, kukue tu na ile inaitwa utawala wa sheria. Sio leo KRA wanakuja wanakufungia kibanda yako, kesho ni KEBS. Nasikia sasa wanataka kuongeza ushuru kwa mitumba. Kuna wafanyabiashara wangu pale Gikomba wananipigia masimu, bwana hatulali, kwa sababu yani kila Mkenya anatafuta tu nafasi ya kujiinua. Na kama for as long as ni kitu ambaye ni legal, hujavunja sheria, serikali inafaa kupeana nafasi kila mtu aweze kujiinua. Kama wewe ni mkulima, kama wewe ni mwanabiashara mdogo, kama wewe uko kwa sekta ya matatu, the government is supposed to facilitate you to be able to live your life. Unaona? So ninapozungumza na Wakenya wengi wanasema hiyo lugha ya uhuru na haki na demokrasia na utawala wa kisheria. Unajua kuna utawala wa kisheria na kuna hii utawala ingine ya mambo ni matatu. Unanielewa? Ati sasa tukikozana na wewe Jeff, badala tuende mahakamani tusuluhishe mgogoro, jamaa anakuambia atakusafirisha uende Zayuni. Hiyo nawaambia hakuna mtu ambaye anataka kuishi katika nchi kama hiyo. Tunataka tuwe huru. Kwa hivyo wale ndugu zetu wako pale hawajachukua muda kutuelezea sisi kama wanachama wa ODM. Utuite hapa Inoro, akae hapa, mimi nikae hapa. Tuanze point by point, niulize maadili yetu na UDA inapatana wapi. Wao wanaongea tu, wanasema wanataka power. Wanataka power. Wanasema ati ametujengea soko ya Homa Bay. Huyo mtu amekujengea soko ya Homa Bay na amechukua kijana yako Albert Ojwang aliendewa Homa Bay. Akaletwa akanyongewa kwa sela hapa Central Police. Huyo Albert hiyo soko inamsaidia nini? Ako kwa mchanga bro. Hawa vijana wanataka kuishi. These people want to be alive so that they can advance themselves bana bro.